Majira ni saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako the one and all in town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma Rajab Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Siko peke yangu, niko na Rafael Roger Seko. Naam, tuko ndani ya studio ya Baraka One TV tena kuja na habari na maelezo kwa siku ya leo. Yes, kupitia kipindi cha habari na maelezo tutachambua kiundani kwa sababu tulikuwepo. Ndio. Katogota. Ndio. Na Kamanyola. Tutazungumzia mambo tumekutana nayo kule, na pia tutagusia kuhusiana na Ituri. Luboya Kasha Majuni ameweza kuongea mambo makubwa tokea siku zilizopita na hivi karibuni. Unajua nani Ituri UPDF wameshambulia FARDC. Ndio. Wameenda kwenye kambi ya FARDC, wanashambulia FARDC. Wakati UPDF tunasemekana kwamba tuko bahalie, tunafanya kazi pamoja. Na ndio maana pia hapa Risama mtoto wa Museveni, Yoweri Kainerugaba. Kainerugaba pia alitoa maproposal zile kwamba watawindana na makundi ya wahasi ambayo yako Ituri na kuyafuata kote kwenye yanajificha. Sasa haya makundi ya wahasi ndo ambayo pia wako wanashirikiana na UPDF, ikiwemo ADF, ikiwemo Codeco, ikiwemo pia na CRP. Sasa Luboya Kasha Majoni ametoa maneno, anasema kwamba Ituri kama mtaingia Ituri ndio hamtatoka salama. Unaona? Yeyote mwanajua kwamba ni mgeni atakuja Ituri hatatoka salama. Msiwazie kwamba mimi niko bale vingine. Anasema mimi siko bale vingine. Hii ndio Ituri na niko na watoto wa Ituri. Na pia tutasikiliza baadhi ya raia wa Katogo wa Luvungi wanasema nini kuhusiana na hali ambayo iko, kwa sababu watu wako wanaanza kutoa maneno kusema kwamba watu wako wanakimbia mplane ya Ruzizi, na ili wale plane ya Ruzizi iko salama salimini. So hii ni Baraka One TV. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Karibuni sana na tuanze na taarifa hizi hapa. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo. Tulikuwa Katogota. Ndio. Tunafika pembezoni mwa Katogota, ni mabomu ya haina juu ndio yako yanasikika. Tukajaribu kuingia Katogota, lakini wazalendo wakasema kwamba na jeshi la Burundi kwamba kwa size hairuhusiwi raia yote kuingia mle ndani kwenda dika mwenyewe, kwa sababu tungali muratisage c'est vrai. Ndio. Na raia wa kawaida hawezi ingia mle ndani. Juu mabomu yako yanaanguka. FARDC wako wanapiga mabomu a partir ya Luvungi na sehemu zingine ambazo hatutazitaja majina kwa sababu ya kiusalama zaidi. Yanaenda mpaka Bugarama. Ndio. Bugarama kule watu wanaanza kutoa mayowe. Ndio, kulalama. Watu wanalalamika, mabombe ya Kongo ya retweet kama ya retweet. Ndio. Kama bambu Twitter. Imana yacu abakongomani sijui vitu gani vitu kama hivyo. Ile ataki ambayo ilifanyika pale ilipelekea mpaka zile mashauri kwamba ambazo M23 ilileta kama demonstration kuonesha tu publiki kwamba tuko na tunaweza kufanya hivi, bali rudisha zote Rwanda. Na mbaya zaidi kwa taarifa ambazo tulizipata kule ni kwamba wa serikali ya Kagame ilianza kusude ile kilalo ya Bugarama kati ya Kamanyola pamoja na kule maeneo ya kwao. Ndio taarifa ambazo zilitoka kule. Kwa hiyo kazi ambayo imefanywa na wazalendo na jeshi la FARDC pale imekuwa ni kazi kubwa. Na tulikuta pia kuna vikosi vya wazalendo wote. Ndio. Wazalendo wote wako pale. Vikundi mbalimbali, makamanda mbalimbali wote wako pale kwa lengo moja tu, kusema kwamba adui aweze kutoka. Unaona jinsi plane imeweza kuwa
baridi kwa upande wa vita. Lakini ukija kwenye vijiji vingine, watu wanaendelea na shughuli zao, watu wanalima, maduka yanafunguliwa, biashara zinafanyika, tofauti na jinsi watu wako wanaongea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na vita yenye iko na endelea huko maeneo ya Luvungi pamoja na Kamanyola. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hayo maeneo yako chini ya udhibiti wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na maanisha FARDC, pia wazalendo, na pia tuko na jeshi la Burundi ambalo liko linaungana na sisi pale kwa lengo la kumpiga adui ambaye ni M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF kutoka nchini Rwanda. So hii umekuwa ni ushindi mkubwa kwa watu wote ambao wako wana isapoti jeshi la taifa. Na pia kupitia nafasi hiyo tulitumia fursa kuendeleza operation Saidia Mzalendo ambayo tumekuwa tukifanya mara kwa mara. Lengo kubwa ambalo nakuwa nazungumza mara mingi kwamba operation hii inalenga kuweza kuwasaidia ndugu zetu ambao wako wanapigana dhidi ya M23. Na unajua kwamba wale wenzetu wao wako na mipangilio yao ambayo iko wamewekewa pesa takriban 3 miliari ya dola ndio zilitengwa kwa ajili ya hii vita ambayo wako wanapigana hapa. So kwa hiyo chakula kwao ni jambo la kawaida, hawezi kosa chakula kwa wale wanajeshi wao. Hapana wale makuruto ambao wako wanachukua, hapana. Wale ambao ni wa Somali, ambao ni wa Uganda, Wanyarwanda wenyewe na wa Kenya ambao wanawaleta kwa ajili ya kupigana. Kwa hiyo wanakuwa wako na chakula kingi kizuri na kila kitu kwao kinakuwa kiko rahisi kuweza kupatikana. Sasa sisi kwetu tunakuwa tuko na ugumu kwa sababu unakuta kwanza siasa iko inatumika sana katika masuala ya vita. Hii vita pia kila mtu anataka ajipate katika hii vita. Malengo yanakuwa lengo ni kumpiga adui, lakini njia za kumpiga adui ndio ziko mbalimbali, na mtu pia anajikuta kwamba nisipopata sasa hivi siwezi kama naweza nikapata tena. Kwa hiyo wanalazimika kufanya vitu ambavyo watafanya kwa faida yao. Ndio maana tukaanzisha tena kwa mara nyingine baada ya kuwa naambia kwamba jamani tunataka kuanzisha tena hiyo operation kwenda nayo. Na pesa ambayo tulikuwa tuko nazo ikabidi zitumike kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wako kwenye uwanja wa vita. Ni kweli tumeweza kutoa mavelope na zingine zimeenda tu ili kukutanana na wanajeshi wako na hitaji hiki, unawapa, wanapenda hiki, unawapa hivi, unafanyia kwa ajili ya kuwatia nguvu na kuwatia moyo. Na pia kitu ambacho naweza kukikazia zaidi hapa ni kuambia watu wote wa plain ya Ruzizi pamoja na Uvira ya kwamba huu ni wakati sasa wa kusema tusibakie tena nyuma. Inabidi tusimame, tuungane wote kwa pamoja, tuweze kuwasaidia ndugu zetu ambao wako wanapigana, kwa sababu kama tutaanza kukimbia ili itakuwa ni alama ya kumuonyesha adui kwamba sisi tunamuogopa, na kama tunamuonyesha adui kwamba tunamuogopa, basi naye atakuwa iko na njia ya kusema kwamba kama watu wanaogopa ngoja ni wasogelee, na akisogea hivyo unakuta njia zitabakia ziko wazi. Lakini kiukweli kama tunasimama na tunaungana wote kwa pamoja, basi adui mwenyewe atatuogopa. Tuna kila sababu, tuna nia, tuna uwezo na tuna nguvu pia za kumpiga adui kwa kasi ambayo nimeweza kuiona kule kwenye uwanja wa vita, na nguvu ambazo nimeziona kwenye uwanja wa vita ni vile vile nilivyokuwa nikiwaambia siku zote kwamba kutoboa hapa Kamanyola, kutoboa Luvungi, kutoboa Sange, kutoboa plane ya Ruzizi, M23 itabidi afanye kazi kubwa sana. Resulta ambazo tumezipata kwa haraka tumeweza kukamata maafisa 5 Ndiyo. kama mateka. Sio wanajeshi wa chini, makamanda wa RDF 5 ndio walikamatwa mateka. Hapo hivyo hatuhesabu ambao wamepoteza maisha. Ndiyo. Hii vita imepoteza watu wengi wa M23. Sana tu, yani wengi wa M23 wamepotea kwa hii vita. Walikuwa wanafanya kama mchezo wa kuwazia ile ni wanasema kwamba mtoto anacheka na mimba yenye itamua mamake. Sasa walizoea kufanya ile mizaa yao ya SLF, wanakuja wanafanya demonstration, wanatuonesha kwamba tuko na hiki na hiki na hiki na hiki,
Lengo lilikuwa wanasema kabla ya hii makoro ya Washington wao wakuwe tayari washakuwa Uvira, na ndio hapo pia wapate nafasi ya kuweza kula bonane, haikulie bonane Uvira. Lakini sisi tuko na malengo ya kule bonane Bukavu. Unaona? Kwa hiyo hapo nakuta tuko na njia mbili tofauti. Wao waje wakulie Uvira, sisi twende tukulie bonane Bukavu. Hii vita imekuwa iko na sura tofauti. Mzee William Amuli Kutumba na makamanda wote wameweza kujigawa vizuri sana. Coordination ya wazalendo inafanya kazi kubwa nzuri, na kila mzalendo yuko kwenye uwanja wa mapigano, na kila mzalendo yuko determine kwa lengo la kusema kwamba wote kwa pamoja wasimame ili waweze kumpiga adui ambaye ni M23. Matokeo mengine ambayo yametokea huko maeneo ya Luvungi ni kwamba baadhi ya raia ambao wako Katogota wamekuwa wakionyesha nia na uhitaji wa kuweza kukombolewa, na pia raia wengine wote ambao wako kwenye mapleni ya Ruzizi kila sehemu wamekuwa wakishangilia punde tu wanapoona makonvoi za wazalendo zinakuja. Lazima wasimame barabarani, watandike vikwembe, waimbe nyimbo za ushindi. Ile yote ikiwa ni kuhamasisha kwamba nendeni mbele, tuko nyuma yenu na tunahitaji Mungu aweze kuwatangulia, kwa sababu kazi ambayo mko unafanya ni kazi kubwa. Na vile vile nilikutanana na Dragila. Dragila ni moja kati ya Dragila Balen. Balen. Ni moja kati ya watu ambao makamanda walikuwa na kashfa kubwa hapo siku za nyuma. Lakini nafasi hiyo niliweza kuzungumza naye man to man, na nikamuuliza kuhusiana na beef lake yeye na mzee William Amuli Kutumba. Kwa wale ambao wamepata habari zetu za saa 6, nafikiri watakuwa wameweza kuiona hiyo na kuisikia, lakini pia itakuwa sio mbaya kama nitakuchezea hicho ambacho tumezungumza na Dragila kuhusiana na mahusiano yake na mzee William Amuli Kutumba yako vipi, na Dragila alikuwa na haya ya kuzungumza kupitia Baraka1 TV. Kuna habari hapa nyuma zinasema kwamba uko kuna tofauti kati ya wewe na mzee William Amuli, na inajulikana kwamba wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu wa karibu sana. Umeanza kufanya shughuli zako mwenyewe. Hizo habari ziko kweli ama hiyo sio habari za kweli? Mtoto ni mtoto na mtoto hawezi pingana na babake. Najua mzee William Amuli Kutumba yule ni kiongozi wa kwangu, na mimi namheshimia, naye ananisupport kabisa kwenye kazi zetu za kijeshi. Kwa maana hiyo hapa mbele ya maelfu ya watu ni kwamba mzee Dragila na William Amuli Kutumba bado wako pamoja. Maana kama niko hapa kwa muda huu, mimi niko hapa kwa sababu ya yeye mwenyewe William Amuli Kutumba. Baada ya kumsikiliza Dragila, kilichofuata ilikuwa ni kuendeleza operation Saidia Mzalendo, na baada ya hapo kuna makamanda wengine wengi wa maeneo ambao pia waliweza kufanikiwa kukutanana na nafasi hiyo na kuweza kupata operation Saidia Mzalendo kutoka kwa Baraka1 TV, ambayo iko na kuwa inasimamiwa na watu wote, ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanakuwa na moyo mwema wa kusupport, moyo mwema na nia ya kusema kwamba wasaidiane na Baraka1 TV kuwasaidia ndugu zetu ambao hapo kwenye uwanja wa mapigano. Tuweze kuona jinsi hali ilivyokuwa tofauti na kina Dragila na kina Komanda General Germain. Tuone makamanda wengine jinsi walivyofaidika na operation Saidia Mzalendo. General ule kule. Tuko waandishi habari, tuko operation na si tunafanyaga hivi juu ya kuja kutembelea wazalendo, sio mara ya kwanza. Na kama tuko na kama kitu kama envelope yenye tuna deposit kwa wazalendo kote kwa tunapeleka. Sio mara ya kwanza. Tushongeba mingi. Na yenye iko tu hapa ilikuwa ni kudeposit ile envelope. Na nafikiri kwa kundi itasaidia hata kununua maji. Usika kama tutakuwa na message moja
on a lancé c'est une capitale aussi. Tunafanya hivi kwa niaba ya Baraka One TV. Tunashirikiana na watu mbalimbali ambao wanajitolea kusema tufikishe maendeleo kwa wazalendo kwa ajili ya msaada wa maji na chakula. Ndio. Eske kuna chochote cha kuongea, tujue ni kundi gani wana gani? Tunashukuru kwanza kwa DC mlijitolea kutoka upande wa Uvira na kwa mlango wa mapambano. Waendelee vile na Mungu aendelee kuwazidishia na wapatie nguvu na juhudi ya kuwa nasogea wapambanaji wetu mahali pote watakuwa. Ya pili tunashukuru kwa hii mchango inatufikia kwa ajili ya kusaidia majeshi wiko kwenye mapambano. Kundi yenye iko naongea ni kundi ya NSP inayoongozewa na Mpira, na huyu mwenye iko naongea ni observance wake Abubakar Biamu. Okay. Asante. Asante na nashukuru sana. Asante. Le reste tutaenda kuwasiliana. Afande, merci sana. Kikosi gani kiko? Ni FARDC inayoongozwa na General Commander Nzito. Chance. Ngoma Nzito kule Chance wa Plain. Ndio. Okay, sawa. Mimi ni officers wa kwake. Piga ya Emmanuel Kazege. Okay. Tangu tulianza jana, tulifika hapa tangu saa 11 ndio tulianzisha. Tulikuwa Rubalika, alafu tukaendelea sisi tukarudia kusudi kwa kwenda barabara. Tangu jana tunaanza vitu mpaka hivi Rubalika. So sisi kama kisi unavyojua tunashukuru kwa yote. Na tuko na ile ambayo tunafanya nime for the game. For the game ambayo tunajitolea ili kusaidia wandugu wetu. Ndio. Itabidi mimi nitatoka na wewe hapa. Fika hapa chini. Na message nyingine ndio natuma ujia. Sawa? Okay. Ndio shukrani kwa kiongozi mwana. Sawa. Tuona. Ni hatari kule. Wewe fungula TV basikie. Unaona uenda usifike hapo unaweza rudia lakini hiyo kumuona unaweza mpatia ujumbe ambao inaleta na ifikishia movement ya kwake. Okay. Tuko na envelope moja hapa. Wewe envelope ni kwa ajili ya vijana wetu. Nafikiri wengine wote tutawasiliana. Ningali nitakuwa niko nakuja mara kwa mara. Sawa, asante. Bado tungali hapa. Nashukuru sana. Na kulingana na hali ambayo iko inaendelea sasa Luvungi. Wananchi walikuwa na mengi ya kuzungumza. Ndio. Tuliweza kuongea na baadhi ya kina mama pale na vijana wadogo hivi na pia bwana mdogo. Nilipenda kusikia bwana mdogo. Ndio. Iko anasema kwamba licha ya vita ndio masomo kwa saizi tutasoma tu. Ndio watasoma. Tutasoma kama mambo yakasema kwanza tumalizane kwanza na masuala ya vita. Mtoto mdogo kama ana miaka ngapi ule? Kwa sababu miaka sijui ikiwa mingi ni 12. 12. Ndio. Kama 12 hivi. So mtoto yuko vizuri. Masuala mengine tutamalizana baadaye. Kwanza sasa hivi kwanza tumalizane na swala la vita. Kwa hiyo uone kwamba hii vita kila mtu amekamatia avec seriosité ya nguvu. Na Luvungi wasidanganye, biashara ziko zinaendelea. Ndio. Watu wako wanafanya biashara zao, watu wako barabarani, watu wako wanaona hali jinsi iko inaendelea. Tusikilize pia na hawa alafu tutakuja kuzungumza mambo mengine. Mama jambo. Jambo sana baba. Unatambulisha? Abe? Jina lako? Mie ndio Sila. Naona unafanya kazi nzuri sana hapo. Unaonyesha masanisha hii. Ndio. Unaonyesha? Ndio. Urache sana. Ndio, tangu hii maoperation ya jeshi la taifa na wazalendo wameanza na jeshi la Burundi kupiga adui. Unajisikiaje kama vile kazi wa Luvungi? Tunafurahi sana kwa sababu tunaona vitu venye mnafanya ni vya mzuri sana. Na hakuna unyanyasi, hakuna kitu yoyote, hakuna piaje, hakuna kitu yoyote. Tunashukuru kwa watoto yetu venye wanafanya. Unaweza ukasema nini wale wenye wako nasema Luvungi bashakamata, hakuna wenye wanachunguza na wewe unachuruza hapo. Unaweza kuambia nini wengine?
Mimi naweza kuambia kama tuko tunachuruza. Tunachuruza, hakuna chochote kenye tunasikia. Tunaikala tu bie kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya vyote venye Mungu anatutendea. Uhusiano wenu kati nyie na wazalendo vikwae? Je, mnaongea vizuri nao na jeshi la taifa? Ndio, tunaongea mzuri na tunatembea fasi moja shivote pamoja nabo pia. Wewe na familia yako tu mnaishi hapa Luvungi? Ndio. Pongezi sana. Asante. Ndio, nakushukuru. Ndio. Hiyo kutokea jana ile vreke kulikuwa mapigano entre ya FRDC na waasi wa M23. Lakini hapa Luvungi sisi tuko salama kabisa. Hakuna hata problemu yoyote. Kuna wale wajeshi ambao wanapita ndani ya mwingine au kunafanya control, lakini hakuna hata problemu na watu. Sisi tuko na kesha, gisi tunajisikia, tunala hata 22h. Hakuna hata problemu kabisa. Malgré tuko nasikia makombora za nguvu, ndio tunaelewa ni vita, lakini hapa Luvungi tuko salama. Hakuna hata adui na hakuna hata unyanyasi wowote kwa watu. Tunafanya kazi kama ilivyo kawaida. Ijapokuwa hata shule zimezorota katika hizo siku, ni watoto wameogopa. Hakuna shule ambazo zinasoma, lakini tunajua msiku ambazo zinakuja tu kama siku 2 tutarudia tena shuleni. Tunakushukuru kwa muda wako. Na sisi tunashukuru pia. Nafikiri ndio hivyo. Haya sasa tushasikiza watu wote. Haya komantari zako sasa kulingana na hali jinsi wewe mwenyewe ulishuhudia Luvungi, maana sio kwamba uliambiwa, ulikuwa. Ndio niseme kwamba hali hiyo tulikutana na Luvungi kwa sababu watu wengi sana wanajikonsantre na habari za uongo ambazo zinatolewa na mitandao, lakini habari ya kweli utakuwa unaipata kwenye Baraka One TV na kwenye Mwangaza Television. Hii nakizungumza kusema kwa nini? Kwa sababu hata sisi wa kutoka hapa Uvira tulisema kwamba sisi ni watangazaji ambao tunajitolea ili kupata habari ambayo ni ya kweli. Tukajielekeza hapa pa Luvungi na maeneo hapo ya Katogota kusema kwamba tufike hata ikiwezekana tufike hata Kamanyola ndani ili habari hiyo ya kweli zaidi. Lakini wamoja walikuwa wanasema kule kuna vya ajabu, lakini tumefika Luvungi. Tumekuta hapo kulikuwa kuna mizinga ya ajabu. Ilikuwa inapigwa, yani hata unasikia tumboni kweli chakula kimekauka. Kimekauka kabisa, ni mizinga ya ajabu ambayo inapigwa kwenye masafa marefu. Niseme kwamba tangu tulifika Luvungi hata tukaelekea hapo maeneo ya Katogota, hatukusikia silaha ndogo ambayo ni makarasha manini. Hazikuwa zinapigwa, ilikuwa tu ni mabomu na masilaha za kupigwa kwenye masafa marefu. Ndio wasikia wanakuambia maarme lourde. Ndio yani zile zinapigwa, unasema hapa kwenye Medema kumefika kwa kama kuna mtu hana hali hivi. Niseme kwamba hii kaonesha kwamba cette fois-ci kuko determination ya mzuri sana kwa upande wa jeshi, wazalendo na jeshi la Burundi. Kwa kuona jinsi vifao hivi vya kijeshi juu, hivi vifao vya kijeshi abapigaki makomba ambazo za kawaida. Ni maki kama ni vita yenyewe kwa seria ndio wanapiga kama zile bomu za ajabu vita. Juu ukisema uipige na kama adui haumlengi, unafanya gaspillage munition. Walikuwa wanalenga fasi fulani. Na ndio maana kutanisha kwamba Luvungi hakuna bomu ama kwa kitu chochote ya kushtula isipokuwa tu ni hizo bomu zenye walikuwa juu. Ilikuwa ni mabomu ambazo zinakuwa na pima kwa metre, kilometraje kwenye tafika. Na wakaona juu ifike sehemu yenye tafika kwenye usika inatakiwa baiweke Luvungi. Juu kwenye ile mabombe ile mabunduki ziko zinatokea. Ndio. Na kuingia paka Bugarama. Ndio. Sio chini hata ya mama 10 ya 15 km. Ndio. Juu inatoka Luvungi. Inapita hanga ya Katogota yote, hanga ya Luvungi yote, ya Kamanyola yote hadi Bugarama. Unasikia sasa. Juu hapo tunaonyesha kwamba vifo viko vizuri sana. Na ndio maana habari za yeye kiongozi Dragila wakati ametuambia kwamba maeneo ya frontiere ile ya Rusizi imefungwa, ni habari zenyewe kuonyesha kwamba zina uhakika ndani yao. Juu meme kulikuwa communique moja yenyewe ilisortir jana kusema kwamba Rwanda inaferme frontiere yake juu ya kuepuka infiltration. Bana Sude. Ndio. Nasikia. Na hii Sudire unani frontiere. Na habari kutoka viongozi wa kundi la CPLCC ambao tuliojana nao asubuhi wamesema kwamba kuna azara tisaje maeneo ya Kamanyola. Leo kutafutana na adui. Juu adui alitaka tumegesha mbinu za kizalendo kusema kwamba vile teni aonekane kwamba hana teni kama vile civil pamba juu awe raia kupitia ndani ya. Ni kutosha kwamba
Hiyo ni mbinu ambazo wazalendo jeshi na wameshaligundua mapema sana. Na ndio maana wanaanza kutafuta sasa polepole adui. Kitu kingine yenye kamanda Mika alinizungumzia ni kwamba pale banatega mamine. Ndiyo. Ba M23 balitega mamine sehemu za mingi. Sasa ikabidi wao pia wajue, kwa sababu wamepata taarifa, yanatakiwa waende nazo kwa umakini zaidi, na ule umakini ambao watakuwa wako nao ndio utafanya wategue zile mine. Jua kiingia kichwa watajikuta kwamba wanaangukia mamine. Na pale kuna kwa ile nyumba ya Kantitima. Ndiyo, minoteria Kantitima. Ile minoteria ya Kantitima. Pale ile ilikuwa ni baadhi ya M23, walikuwa mle ndani, walikuwa wamejificha mle ndani kwa taarifa ambazo tumezipata, na wengine pia walikuwa wanaingia kwenye nyumba za raia ili kufanya kama ukimya huko, ili tukiingia katikati kule wajitokeze huku na huku. Lakini kizuri ni kwamba mchezo wao umegundulika, mchezo wao umeeleweka. Kwa hiyo kinachofanyika tu hapa sasa ni ratisashi na ku make sure kwamba kila kitu kinakaa vile ambavyo kilikuwa kinapangiliwa. Niseme kwamba habari ambazo kumekuwa na media ambazo ziko zinaposti kusema kwamba Kamanyola kingali kwa mikono ya M23 sio habari za ukweli. Ndio, juko kwa tunaona kwa leo mtandao umemaliza, kuna zile ambazo zinaitwa intelligence artificial ziko kutengeneza mapicha ambazo zinaonyesha Katogota na wale wa soda ambao wanashimama pale kwa ile monima. Oro ukiangalia pale vile ni monima ambayo ina date miaka ya kutosha. Miaka moja wako wanatengeneza mafoto zimoja za kufrape za kusema kwamba Katogota kingali kwa mikono ya M23. Si tulikuwa pale. Sasa inakuwa ni mchaka kumtafuta pole. Sisi tulikuwa pale. Ndio. Sisi tuliona. Na wale wenye wako wanasema vya Katogota na Kamanyola, hapa juu Kamanyola, hapa kwa Kamanyola, hawaoni vipigo Kamanyola. Unaona? Kwa hiyo habari ambazo sisi tuko tunazitoa ndio habari zenyewe. Hizo zingine ambazo watu wako wanafonde waendelee kufonde tu. Nimeona kuna mtu pia aliandika hivyo kwenye habari zetu za asubuhi. Sasa acha bongo wana. Ndio. Acha bongo. Kamanyola kwa mikono ya M23. Huko nalewa, huko nalewa bangi bwana. Kamanyola tuko nayo. Niseme kwamba kufuatana na habari tumepata leo, hakuna mabomu yote ambayo imekuwa elarge juu ya kusema kwamba leo ndio kutakwenda kufanyika ile mazungumzo. Na habari tulizopo tuko nazo kupitia na shirika la ACP, Agence Congolaise de Presse, inasemekana kwamba rais ameshakuwa Marekani, Felix Tshisekedi na Rais Paul Kagame, ili kwenda kusaini mikataba ambayo itakuwa ni Washington, ili wajue nini ambayo itakuwa imefanyika. Lakini hii inaonesha kwamba kuna kwa avance kwa ligne de front, na hii inampatia uzito rais wa nchi Felix Tshisekedi. Kwa sababu hawatasema kwamba tuko maeneo ya Kamanyola wakati imesha kwa mikono ya wazalendo. Ndio. Na niseme kwamba na yeye Rwanda hata endelea kusaidia juu kufuatana na tension ambayo ilikuwa juzi, wazalendo walikuwa washakuwa concentrate waingia hata mpaka nchi ya Rwanda. Sasa pale vile upande mwingine njoo ile yenye M23 alisema kama sema ni kuviole manani malua zile za Rome, Nations Unies zile vetu wana viole territoire yao. Lakini M23 ndio inaweza viole territoire za Kongo. Na M23 mko mjeshi la Rwanda ambayo ina support hii. Na mtosha kwamba hii mazungumzo njoo ikasema kwamba fasi yote kwenye kulikuwa kwa mapambano. Wakasema tusubiri tu leo kwa sababu ni masuala ya kitu kidogo. Juu wanasema kwamba Rais Felix Tshisekedi atakuwa na dakika 10 na Donald Trump kabla hawajaanza saini ile mikataba. Na atakuwa vile vile na Trump atazungumza dakika 10 na rais wa Rwanda Paul Kagame. Hii inaonyesha kwamba watakuwa wanazungumza kwanza na polisi. Bwana tufanye hivi. Hata wasikiliza kwanza. Ndio wanasaini ya kwao. Na kimaliza hapo jibu yenye kitoka kule, ikiwa ni jibu nzuri, wanaangalia cha kufanya. Lakini kama ikiwa jibu yenye irizishi. Lakini kenye mimi kimenishangaza zaidi, kuna baadhi ya mmoja wazalendo wanasema kwamba ile mikataba ya Washington wao haiwaoni. Sasa hiyo ni na M23 nao wanasema kwamba hiyo ni kushangaza. Hiyo mazungumzo ya kule kwao haiwaoni. M23 ndio mazungumzo. Ndio, sasa mwenye ameenda wa presenter kule ni Paul Kagame. Ile ya M23 ni ya Doha. Ndio. Ya Washington ni sina. Ndio nasema sasa ndio pale wanasema kwamba M23 wanasema kwamba
mazungumzo ya kule Washington haituoni. Tupigane sasa. Wazalendo nao wanasema kwamba mazungumzo ya kule Washington haituoni. Basi sasa tushilwane. Jeshi wapo wazalendo vifao sasa wao sionekane. Iwe sasa kutafutana sasa Simba wawili watafutane mle mpo. Tupigane sasa tuoneshane mwamba. So hizo ndo taarifa zenye ziko. Kwa hiyo hali ni nzuri sana. Kwa upande wa Ituri Ituri UPDF iko nashirikiana na Serpe. Ndiyo. UPDF iko nashirikiana na Codeco. UPDF iko nashirikiana pia na hawa wanani wa ADF nalo. Unaona? Na ADF MTN. So waliweza kuvamia kambi ya FRDC na wakaua kamanda mmoja wa FRDC na wengine akawa yuko majeraha. Sasa watu wako najiuliza kuna urafiki gani wa ng'ombe na fimbo. So huku sisi tunashirikiana na UPDF kama vile walie, lakini kwa upande wa nyuma UPDF pia iko na support ba terroriste wenye biko wanaleta matatizo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So raia wote wanataka kuondoka mara moja kwa UPDF na hawataki ushirikiano na jeshi la Uganda UPDF. Nafikiri kwa mengi na zaidi umeweza kufuata kile ambacho kimefanyika siku ya leo kupitia Baraka1 TV. Unachote cha kumalizia? Niseme kwamba Luboya Kashama ni mtu ambaye ni jeshi afisa ambaye anajaminia sana, anajua taktiki za vita vizuri sana. Na gisi amewa taarifu kwanza UPDF tulikuwa wajirani mwema, lakini hapo mtaka kujionyesha wababe. Na adui yote yule mgeni ambaye amejiingiza hapa kutaka kutunwiri atarudi mzima. Sasa hii ni message foro yenyewe natakiwa kwao wajiwaze na waangalie jinsi ya kurudia, watoke kabla hawajakumbana nacho kinye kimekuta M23 maeneo ya Kamanyola na Katogota. Yes. Tunataka UPDF na wao pia tuwachezeshe kinumbundumbu. Luboya Kashama Joni yuko vizuri, ni mmoja kati ya makamanda ambao wako vizuri sana. So mengine tukutane majira ya saa 12 kupitia Baraka1 TV. Na fikiri bado utaendelea kufaidika na yale ambayo yako yanafanyika kwenye uwanja wa mapigano. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Yes, tembelea Mwangaza TV ili uwe na kutanana na matukio mengi ambayo yako yanafanyika Kamanyola na Katogota. Bye bye.